Yes sir. Ebora kawa leo tunaendelea na huu mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love. Sasa katika sehemu iliyopita, kama utakuwa umesahau, ngoja nikukumbushe, tuliishia pale ambapo Victor anaamua kuondoka Tanzania, anaelekea Australia, lakini haendi peke yake, anaamua kumchukua mwanadada Eliora, yule bidada aliyefanana sana na Eliana. Watu wanasema kwamba huenda ni mapacha, lakini hatujui. Mbele safari huko tutajua. Eliora ni binti wa Uswahilini, na yeye kwa mara yake ya kwanza anakwea pipa kuelekea huko Australia. Itakuwaje? Lakini mimi ninavyoona sijui. Mwisho siku unajua Victor anaweza kaja kujikuta anampiga chini Eliana, anamchukua Eliora kwa sababu kwanza wamefanana, hawana hata utofauti wote. Kwa sababu wanasumbuana sana na Eliana. Piga chini Eliana, unachukua Eliora. Bale, karibu katika hii sehemu ya 28 tupate kuendelea kujua nini hasa kilichoweza kuendelea safari yao Victor pamoja na huyu mwanadada Eliora kuelekea huko Australia. Bale, karibu. Naam. Siku iliyofuata kweli waliweza kufanya safari ya kwenda Australia. Baada ya mwendo mrefu, majira ya saa 3 za asubuhi, ndege ndogo ya kifahari aina ya Bombardier iligusa ardhi wa uwanja wa kimataifa wa Australia. Kwa mwendo wa taratibu, ikiambatana na mlio mlegevu wa tairi kugusa lami. Ilikuwa ni safari ndefu lakini yenye utulivu. Na ndani ya ndege hiyo walikuwepo Victor na binti wa kuitwa Eliora. Walivalia mavazi ya daraja la kwanza, wakisubiri kwa shauku kukanyaga ardhi ya bara jingine. Mara tu baada ya ndege kusimama kuja sehemu ya watu mashuhuri, yani VIP, magari matatu meupe ya kifahari aina ya Rolls-Royce yakiwa yameambatana na escort pikipiki 4 za polisi wa Australia waliokuwa wamevalia sare rasmi, walifika kwa mpangilio maalum. Katika gari la mbele alikuwepo Alfred, msaidizi mkuu wa waziri, aliyekuwa ameagizwa kuandaa kila kitu kwa mapokezi ya Victor. Victor alishuka yendo wa kwanza, akiwa amevalia koti la suti ya kijivu lenye mikato ya kifalme na miwani meusi. Eliora alishuka baadaye, gauni lake jeupe la silk likipepea kwa utaratibu kwenye upepo mdogo wa baridi. Alitazama mazingira kwa mshangao, akihisi kama vile ameanguka kwenye ulimwengu wa sinema. Hakuwahi hata siku moja kufikiria kuwa atawahi kutua mahali kama hapa, na si tu kwa utalii, bali kama mtu wa heshima anayepokewa kwa escort. Welcome to Australia, Sir Victor. Alfred alisema kwa sauti ya heshima. Aliinama kidogo. Victor alitabasamu kwa uchovu wa safari, lakini akaonyesha staha. Asante Alfred. Alfred alisogea karibu, akawaongoza mpaka kwenye gari la kati ambalo lilikuwa limeandaliwa kwa ajili ya Victor na Eliora. Walipoketi ndani, harufu ya ngozi safi ya gari, kiyoyozi cha harufu ya vanilla na ladha ya kimya cha kifahari ziliwajaza utulivu. Safari ya kuelekea Torak, moja ya mitaa ya kifahari na ya hadhi kubwa zaidi nchini Australia, ilianza kwa mwendo wa utulivu. Ndani ya gari, kijana Alfred alianza kuzungumza. Mheshimiwa Waziri, unajua alituma salamu zako. Amesema ukihitaji lolote lile tuite kwa wakati wote. Na pia kuna mkutano wa kimataifa wa makampuni yanayoendesha mashindano ya farasi. Ni kesho mchana. Kama utakuwa umechoka, tunaweza kumtuma mmoja mawakala wetu wa kisheria kuweza kuwakilisha. Victor alimtazama kupitia kioo cha nyuma cha gari. Akamwambia, hapana Alfred, nitakwenda mimi mwenyewe. Mkutano huo ndio mwanzo wa kila kitu kilichoweza kunileta hapa Australia. Okay. Sawa mkuu. Alfred alijibu huku akiinamisha kichwa kwa staha. Gari lilipokaribia katika mji wa Torak, Eliora alipigwa na butwaa. Macho yake yalizunguka majumba ya kifalme yaliyosimama kama kasri, mitaa iliyo safi na tulivu, maua yaliyopangwa kwa mistari ya kisanaa barabarani, na wapita njia waliokuwa wamevalia mavazi ya thamani. Hii haikuwa tena dunia ya vumbi, kelele na ugumu wa maisha ya Uswahilini. Hii ilikuwa ni dunia ya ndoto. Walipofika kwenye jumba lao, lango kubwa la kielektronic lilifunguka kimya kimya.
Gari lilipita katikati ya bustani iliyopambwa ikapambika. Bustani iliyokuwa inang'aa kwa taa za dhahabu. Jumba lilikuwa na ghorofa 2. Kuta zake zilikuwa zikimetameta kwa rangi ya krimu yenye michoro ya kijivujivu ya Kifaransa. Milango mikubwa ya mbao ya oak ilifunguliwa na wasaidizi waliovalia sare nadhifu walipiga saluti. Victor alishuka kama mwenyeji, lakini macho yake yalimwangalia Eliora ambaye alikuwa amesimama nje ya gari akiwa hana hata neno. Mungu wangu, Eliora alinong'ona. Hii ni ndoto au ni nini? Victor alimsogelea Eliora, alitabasamu kwa upole na kisha akamwambia karibu kwenye maisha mapya. Aliweka mkono wake mgongoni mwa Eliora, wakasogea ndani ya jumba hilo ambalo ndani yake kulikuwa kuna taa kubwa kutoka Italia, mazulia ya kifalme ya Kituruki na furniture iliyotengenezwa kwa mikono huko Paris. Dirisha kubwa la mbele liliangalia bustani ya maziwa na shamba la farasi lililo mbali. Mbona unanyamaza Eliora? Victor aliuliza akiwa amesimama kwenye kona ya sebule. Eliora alimgeukia kwa taratibu, macho yake yakiwa yamejaa machozi ya furaha. Victor, sijui kama umeelewa umefanya nini kwangu. Nilikuwa sina hata kitanda changu mimi mwenyewe, lakini sasa hivi naishi kwenye jumba la kifalme. Na si tu hilo, nimeletwa na mtu ambaye kwa kila hali najua bado ananijali. Victor alinyamaza. Kwa muda huo hakutaka kabisa kuingiza hisia au kumbukumbu zozote zilizowahi kuwatenganisha. Alimwachia Eliora atazame kila chumba, akiruhusu ahisi maisha hayo mapya ndani ya moyo wake. Baada ya muda mfupi, mmoja wa wasaidizi alikuja, akasema tayari kuna mpangilio wa mkutano wa kesho. Mkuu, nitakuja asubuhi saa 2 kukuandaa. Victor alitabasamu na kisha akasema asante. Victor alienda chumbani kwake huku Eliora naye akielekea upande mwingine wa jumba hilo. Usiku huo walikuwa kwenye dunia tofauti kabisa na walikotoka. Kila mmoja aliketi pembeni ya kitanda chake akiwaza maisha mapya yaliyoanza mbele yao. Asubuhi iliposimama, Eliora aliamka mapema kuliko kawaida. Eliora alikuwa na shauku, alikuwa na hofu pia iliyojificha moyoni mwake. Alijua siku hiyo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ni siku ya mkutano wa kimataifa wa makampuni ya farasi. Na kwa Victor, siku hiyo ingeweza kumpeleka karibu zaidi kwenye ukweli aliyoufuata hadi bara la Australia. Alipomaliza kuoga na kujiremba, Eliora alivaa gauni leupe lililokuwa limebana kiuno. Gauni ambalo lilikuwa limeachia mabega wazi kwa heshima ya jua la Australia. Nywele zake fupi zilizopambwa kwa ustadi zikiangukia upande mmoja kwa maringo ya kimaisha. Alipomaliza, Eliora alitembea taratibu hadi sehemu ya kioo kikubwa cha sebuleni. Alijitazama. Victor alikuwa kwenye ngazi za juu akishuka akiwa amevalia suti ya Armani ya rangi ya navy blue, tai nyekundu ya hariri ikiwa imesokotwa kiustadi shingoni. Alipofika mwisho wa ngazi, akamtazama Eliora. Miguu yake ilisimama kwa sekunde kadhaa. Ni kama vile mwili wake ulikuwa umefungwa na uzuri wa yule mwanamke. Victor alijikuta na kosa maneno. We, unajua leo unaonekana kama umeshushwa hivi kutoka mawinguni. Nashukuru. Leo ni siku muhimu kwako. Nimeona sio vibaya nikionekana kama mtu wa hadhi yako. Eliora, wewe umeshavuka hadhi yangu. Tuende kabla sijapoteza akili zangu kwa uzuri wako, kusema ukweli. Naam. Hapo waliingia kwenye gari lao ambalo lilikuwa tayari liko nje likisubiri Alfred akiwa kwenye gari la mbele. Aliwakaribisha kwenye msafara wao na kuelekeza msafara kwenda kwenye ukumbi maarufu wa mikutano wa The Grand Hall. Ukumbi huu upo katikati ya jiji
na wakati gari lilipoingia kwenye uwanja ukumbi huo, waandishi wa habari kutoka mataifa mbalimbali walikuwa tayari kwenye zulia jekundu. Kamera zilikuwa zikipiga picha. Eliora aliushika mkono wa Victor kwa sekunde kadhaa kabla hawajashuka, kana kwamba alitaka kumtuliza. Walipokanyaga zulia jekundu, miangaza ya kamera iliwasogelea kama mvua ya umeme wa kisasa. Eliora alitembea kwa utulivu huku akitabasamu. Victor alikuwa akifuata kwa mwendo wa kimwana wa familia ya kifalme. Hata bila kujitangaza, uwepo wao ulijenga heshima hilo eneo. Naam. Walipofika ndani, walikuta tayari watu mashuhuri walikuwa wameketi. Wafanyabiashara wakubwa wa kimataifa kutoka Dubai, London, Tokyo na Cape Town walikuwa wakijadiliana kwa sauti za chini, huku vinywaji vya kifahari vikipelekwa mezani kwa heshima. Victor alipongeza kichwa kwa heshima alipokutana na baadhi yao. Mazingira yalikuwa na mvuto usiokuwa na kifani. Wakiwa bado wakizunguka kwenye ukumbi huo, ghafla mlango mkuu ulifunguliwa kwa heshima isiyokuwa ya kawaida. Victor aligeuka kwa kujiamini, lakini macho yake yaliganda ghafla alipomwona mtu aliyekuwa akielekea katikati ya ukumbi. Eliana alitembea kwa maringo ya mtu mwenye mamlaka. Gauni lake la dhahabu lilikuwa na mikia iliyofuata nyuma kwa ustadi. Pembeni yake Eliana alitembea na upambe wake wa 4, wanaume wawili waliovalia suti nyeusi na wanawake wawili waliovalia sare za shirika. Wait. What? Victor alinong'ona kwa sauti ya chini. Alipiga hatua mbili mbele kwa mshangao. Alimgeukia Alfred kwa haraka. Alfred. Yaani Eliana anafanya nini hapa? Alfred alipumua kwa kina, kana kwamba alikuwa anajua swali hilo lingeulizwa. Mheshimiwa, Eliana sasa ni CEO wa kampuni mpya ya Veteras Unique inayojishughulisha na mashindano ya farasi. Lakini pia Eliana yeye ni CEO wa International wa Watchguard, shirika binafsi la kimataifa la kupambana na rushwa. Hapo Victor alipigwa na bumbuazi. Macho yake yaliendelea kumtazama Eliana ambaye sasa alikuwa akishikana mikono na mmoja wa waratibu wa mkutano huu, kamera zikipiga picha zisizoisha. Kwa hiyo Eliana amerudi kwenye ulingo wa dunia. Victor alitamka kwa huzuni na hasira pia. Eliora ilibidi amsogelee kwa tahadhari Victor. Victor, uko sawa kweli? Victor aligeuka akamwangalia Eliora. Eliora, ebona. Amekuja kunidhalilisha. Anajua niko hapa. Lazima amekuja kwa sababu yangu tu. Sijui hata ni kwa nini nilimwoa huyu mwanamke. Labda ni kazi tu. Victor, usifanye hitimisho la haraka. Eliora alijaribu kupoza hali. Victor alitikisa kichwa taratibu. Sitajali ikiwa yuko hapa kwa ajili ya biashara au kwa sababu ya usaliti, lakini kama atajaribu kuniingilia mipango yangu, nitaweka kando historia. Nitaweka kando penzi na kumbukumbu zote. Nitapambana naye hadi tone langu la mwisho. Msikilizaji, kwa mara nyingine macho yake Victor alikutana moja kwa moja na Eliana. Eliana ambaye naye kwa sekunde moja aliinua uso wake kumtazama Victor. Eliana pia alionekana kushangaa kidogo. Ni wazi hata yeye kutarajia kumwona Victor pale. Hapakuwa na tabasamu, hapakuwa na mkono wa salamu. Macho yalikutana kwa sekunde chache, sekunde za vita, sekunde za historia, sekunde za maneno yasiyosemwa. Victor alikaza kinywa, alivuta pumzi ndefu. Let the games begin. Alitamka kwa sauti ya chini huku akimaanisha kuwa acha mchezo uanze. Ukumbi mzima ulikuwa kwa kimya. Mkutano ulikuwa umeanza kwa hotuba ya kwanza ya mgeni rasmi kutoka Dubai. Alikuwa akizungumzia uboreshaji wa mifumo ya usalama kwenye uwanja wa mashindano ya farasi. Watu walikuwa kwa kimya wakisikiliza. Lakini Eliana hakuwa na amani.
Mara tu alipomwona Victor akiwa ameketi upande wa kulia wa ukumbi akiwa na mwanamke aliyemjua vizuri sana, Eliora. Moyo wake Eliana ulianza kumdunda kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida. Alijikuta kishika pochi yake kwa nguvu kana kwamba anazuia mikono yake isifanye kile moyo wake unataka. Hivi ni kweli? Eliana alijisemea kwa sauti ya chini, macho yake yakiendelea kumkodolea Victor bila aibu. Waliokuwa wamekaa nyuma yake, wakina Victor, walimwona Eliana akitetemeka kidogo. Wengine walidhani labda alikuwa amepatwa na ubaridi, kumbe hasira ilikuwa inamtafuna ndani kwa ndani huyu binti wa kuitwa Eliana. Eliora naye alimwona Eliana. Eliora alitabasamu kwa utulivu, akiinamisha kichwa chake kidogo kwa ishara ya kumpa salamu, lakini ilikuwa ni tabasamu la ushindi. Victor hakutazama mara moja, ila alipohisi hali ya ukumbi kubadilika, aligeuka kwa upande wa Eliana. Macho yao yalipokutana, hewa ilionekana kusimama. Victor alikodoa macho na kisha akainua nyusi zake kwa mshangao uliochanganyikana na hila. Akamwambia Eliora kwa sauti ya chini, amevamia himaya yangu huyo. Hataki kurudi nyumbani kwake. Sasa kaja kunipaka matope hapa. Eliora ilibidi ajibu kwa tabasamu lenye kejeli. Mwanamke wa aina hiyo haachi mapambano kirahisi. Anaona kama dunia inamtegemea. Katika kona ya pili ya ukumbi, baadhi ya wageni kutoka Afrika waliokuwa wameketi pamoja walikuwa kinong'ona kwa sauti ya chini huku wakimtazama Eliana na kisha wakageukia kumtazama Eliora. Yaani hao wawili wamefanana hivi. Jamaa mmoja alisikika akisema hivyo. Aise, kweli kabisa. Unajua wako kama mapacha vile. Lakini huyu si Ariola huyu, aliyedhaniwa amekufa kwenye moto wa mgawa. Alafu Victor yupo naye huku, kama vile mkewe hayuko. Alafu kumbuka huyu Eliana ndiye mke wake halali kabisa, mke wa Victor huyu. Bwana wewe, siasa za watu wenye pesa hizi bwana. Jamaa mmoja alimalizia hivyo huku akitikisa kichwa. Mkutano uliendelea, lakini joto la migongano kati ya Eliana na Victor lilizidi kupanda kila dakika. Mara baada ya mzungumzaji wa tatu kushuka jukwani, Eliana alinyanyuka, alichukua kipaza sauti kwa ajili ya kuzungumza kuhusu usalama wa mashindano ya farasi. Alianza kwa sauti ya utulivu. Kwa majina naitwa Eliana Sarungi, mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Veteras Unique, lakini pia nina jukumu lingine la kuweza kusimamia haki na uwajibikaji katika mashirika ya michezo kupitia shirika la IWG. Naam, Eliana alipumzika kidogo, akatazama moja kwa moja upande wa Victor, macho yao yakakutana tena na kisha Eliana akasema, na katika kazi hiyo hatutovumilia watu wanaotumia nafasi zao kwa upendeleo wala wanaotumia kivuli cha mapenzi kuwa haki. Tunawatambua na tutawataja kwa majina ikiwa wataendelea kuvuruga mfumo. Maneno hayo ya Eliana yalimfanya Victor tabasamu kwa kejeli. Akainama na kumnongoneza Eliora pembeni yake. Eliora, unajua Eliana anazungumza kwa mafumbo, lakini huo ujumbe ni wa kwangu. Anadhani anaweza kunitingisha kwa maneno. Maneno ya mwanamke aliyeachwa huwa na sumu kuliko nyoka. Eliora alijibu hivyo. Baada ya Eliana kumaliza hotuba yake pale mbele, akarudi kuketi. Victor alipata nafasi yake kuzungumza kama mwakilishi wa kampuni baba yake. Alisimama kwa utulivu na miondoko ya kujiamini. Alichukua pale kipaza sauti na kisha akasema, kwa jina naitwa Victor Mazanda, mkurugenzi mkuu wa Azad Stable Racing, na tumekuja hapa kuonesha si tu ubora wa Afrika katika mashindano ya farasi, bali pia maadili, utulivu na msimamo thabiti katika kushughulikia changamoto zote. Tunafahamu wapo watu wanaotumia kazi zao kama majukwaa ya visasi binafsi, lakini sisi hilo hatuogopi. Tunajua kuwa ukweli siku zote huwa unajitetea wenyewe.
Hapo ukumbi ulitulia. Eliana alinyanyua uso wake kwa hasira. Hali ilikuwa ni kama vile shindano la macho. Victor akaendelea kusema, nimeona kuna watu wanajitahidi sana kuonekana kama waokoaji wa dunia hii. Lakini ukweli ni kwamba wengine wao wamepoteza uhalali huo siku walipochoma nyumba zao wenyewe kwa wivu na kisasi. Naam, Victor kabla hajamaliza sentensi hiyo, Eliana alisimama ghafla. Wote walimkodolea macho. Eliana alitembea hatua 3 mbele na kisha akasema kwa sauti ya juu kwamba Victor, nimevumilia vya kutosha. Umegoza huu mkutano kwa jukwaa la kusingizia wengine, ile hali unajua ulivyoteketeza ndoa yako kwa tamaa zako. Maneno ya Eliana yalifanya ukumbi mzima kufoka. Watu wakaanza kunong'ona, wengine walicheka kwa mshangao. Victor naye ilibidi asimame. Akasema, nisikilize Eliana, wewe ndiye uliiteketeza ndoa yetu kwa hila zako. Eliana, ulitaka niwe mume wa kivuli, uwe na madaraka yako, uwe na pesa zako, uwe na maamuzi yako bila kuniangalia hata mara moja. Hapo Eliana alipiga hatua moja mbele na kisha akasema, bora mume wa kivuli kuliko mume wa aibu. Tukizungukwa na wanawake hawajui kama umeoa au bado. Mmoja wa wanachama kutoka Senegal alicheka kwa sauti na kisha akasema, huu sasa si mkutano tena, bali ni sinema ya mapenzi na usaliti. Kimsingi nimevutiwa nayo, wacha tuone mwisho wake. Hapo Eliana aligeuka, akatazama ukumbi kwa sauti ya utulivu lakini yenye kuzungumzika. Akasema, kwa yeyote ambaye anadhani haya ni maigizo, basi ajue kwamba haya ndo maisha ya kweli. Mapambano ya upendo, heshima na haki hayapaswi kupuuzwa. Na kwa hivyo basi mimi siwezi kukaa kimya. Victor alimfuata taratibu Eliana na kisha akasema kwa sauti ya chini lakini ya mkato kwamba, mimi sikupenda wewe adui yangu Eliana, lakini kama umeamua kuvuruga maisha yangu, basi ujiandae kwa kile utakachokutana nacho. Hapo Eliana alimkazia macho Victor na kisha akasema kwa hasira isiyofichwa, nisikilize Victor, mimi sikupenda wewe sababu ya maumivu yangu Victor, lakini kama hayo ndio uloyapanda, basi sasa nakuachia uvune matunda. Ukumbi ulikuwa kimya. Hotuba rasmi za mkutano zikawa zimekamilika, lakini moto wa maneno ya hila kati ya Victor na Eliana ulikuwa bado unawaka mioni mwa wote waliokuwa pale ukumbini. Baada ya mkutano kuisha, Eliana hakutaka kuendelea kusalia pale ukumbini. Haraka sana aliamua kwenda kwenye jumba lake alilokuwa kafikia pale Australia. Jumba lake lilikuwa limejengwa kwa usanifu wa kisasa uliogusia urithi wa Ki-Europe. Lilikuwa na kuta za mawe meupe yaliyochongwa kwa mikono, milango mikubwa ya kioo cha kifahari, bustani iliyopambwa kwa maua ya waridi na chemichemi ya kisasa iliyokuwa katikati ya uwanja wa mbele. Eliana alishuka kwenye gari jeupe la kifahari aina ya Bentley akiongozana na walinzi wake wawili waliovalia rasmi kabisa. Eliana hakusema neno. Hali ya uso wake ilikuwa wazi, ni hasira. Alikuwa amebeba jazba nzito kutoka kwenye mkutano. Wale waliokuwa wakifuatilia mkutano kwenye mitandao walikuwa wameshatuma klipu mbalimbali, baadhi zikimuonesha Victor akiwa na Eliora, wengine wakizungumza kuhusu muonekano wa ajabu wa kufanana kati ya Eliora na Eliana. Hayo yote yalikuwa kimchemsha Eliana taratibu. Alipofika ndani, Eliana alikuta msaidizi wake yani Gracie akisubiri kwenye ukumbi wa kupumzikia. Jumba hilo lilikuwa lina dari refu lenye taa za kifahari. Samani za ndani zilikuwa ni za ngozi halisi kutoka Italia, zikiwa zimewekwa kwa mtindo wa kuvutia, mtindo wenye utulivu lakini wa kifahari. Mbele ya kochi kubwa jeupe kulikuwa kuna meza ya glasi iliyokuwa imepambwa kwa maua safi, huku kwenye kona za ukumbi kukiwa kuna sanamu ndogo za kifalme kutoka Asia. Madam, pole na mkutano wa leo, Grace alisema kwa sauti ya upole alipomkaribisha Eliana. Eliana hakujibu kitu. Alirusha pochi yake kwenye sofa kubwa na kisha alienda moja kwa moja mpaka kwenye glasi ya mvinyo iliyokuwa imesalia meza kuu. Akabeba glasi hiyo, akaikunja kwa haraka na kisha akaitupilia mahali kwa sakafu. Victor, why? Kwa nini unanidhalilisha kiasi hiki Victor?
Eliana aliunguruma kwa hasira, huku macho yake yakianza kuwaka kama mtu aliyeshindwa kuvumilia. Alienda hadi mbele ya runinga kubwa ya ukutani ambayo ilikuwa ikionyesha habari kwenye kituo cha kimataifa cha habari. Kulikuwa kuna kichwa kikuu cha habari kilichoandikwa vita ya mapenzi ya zuka mashindanoni. CEO Eliana Sarungi na Victor Mazanda wavuruga mkutano wa farasi Australia. Eliana alitupa remote kwa nguvu ukutani. Kioo cha televisheni kikapasukia pembeni. Eti Eliora, mbona huyu mwanamke alikufa? Au Victor ametunga hii sinema ili kunichanganya tu mimi? Eliana alisema kwa hasira, akitembea huku na kule ndani ya sebule ya kifahari. Grace alimsogelea kwa tahadhari na kisha akamwambia, Madam, hebu tulia kidogo tafadhali. Unajiumiza kwa jazba. Haya yote yanaweza kushughulikiwa kwa akili, si kwa hasira. Eliana akamgeukia Grace kwa ghadhabu. Hivi wewe unafikiri mimi ni mpumbavu Grace, si ndio? Unafikiri sijui huu ni mpango wa Victor? Alafu yule mwanamke anafanana na mimi kama vile kioo. Hiyo haijakushangaza hata kidogo, si ndio manake? Madam, inashangaza, lakini kuna uwezekano mkubwa ni mpango wa mtu mwingine. Victor alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa. Hana uwezo wa kumiliki kampuni ya mashindano ya farasi. Hiyo ni biashara ya pesa nyingi, madam. Sasa amepata wapi hizo pesa? Eliana aliketi kwenye sofa huku akijishika kichwa kwa vidole vyake vyembamba vilivyokuwa vimepakwa rangi ya damu ya mzaituni. Alihema sana. Kwa muda mfupi Eliana alijikuta anakaa kimya. Na sio Victor niliyekuwa naye. Nilimfilisi kila kitu. Nilichukua kila senti yake kupitia mahakama. Kila mali, kila hisa, kila hati zote zilimishwa chini ya jina langu. Sasa hii kampuni ya Australia kaisimamisha vipi? Madam, labda kuna mtu mkubwa anamsaidia nyuma ya pazia. Eliana alitikisa kichwa polepole na kisha katazama sakafuni, machozi yakimlengalenga. Victor alikuwa wangu. Nilimpenda kwa moyo wangu wote. Hata nilipochoma kila kitu kuokoa heshima yangu, bado niliamini kwamba ipo siku atarudi. Lakini sasa eti yupo na Eliora. Huyu Eliora ni nani? Grace alijikuta kishusha pumzi. Labda ni muda kuanza kumchunguza madam. Labda kuna mambo makubwa zaidi nyuma ya Eliora na Victor. Labda hata ile kufanana kwenu si ajali tu ya sura. Unamaanisha nini? Namaanisha huenda Eliora sio mchepuko wa kawaida. Kuna uwezekano mkubwa huyu ni sehemu ya mpango mkubwa sana wa kiukoo au kitaifa. Nisikilize Grace. Nitie Pascal. Leo lazima apate kazi moja kuwafuatilia hawa wawili. Naanza na historia ya Eliora. Lazima nimjue yeye ni nani na kwa nini afanani na mimi. Macho ya Eliana yalikuwa yamebadilika. Hasira za mwanamke aliyeumizwa zilikuwa zimeanza kugeuka kuwa silaha ya ujasusi. Sasa hakuwa tu mwanamke mwenye hasira, alikuwa tayari kuwa simba wa vita. Mwendo wa dakika kadhaa, Pascal, mmoja wa jasusi wa kuaminika, aliweza kufika nyumbani kwa Eliana. Pascal alikuwa ni mtu wa kazi, jasusi wa kujitegemea, mwenye uzoefu wa miaka zaidi ya 10 kwenye usalama wa watu maarufu, hasa katika masuala ya mahusiano, kashfa na ujasusi wa kiuchumi. Alipopewa kazi na Eliana, hakusita. Alifahamu kuwa kazi hii haikuwa rahisi, hasa kwa sababu Victor ni mtoto wa waziri na anaonekana kuwa na uhusiano mkubwa mno na watu wenye nguvu hapa Australia. Alitumia njia hila kuingia kwenye jumba la kifahari la Victor lililopo Torak, akitumia utambulisho bandia wa wafanyakazi wa huduma za pool cleaning. Akazunguka ndani kwa tahadhari, macho yakitazama kila pembe, sikio lake likisikiliza kila mvumo wa upepo, kila kelele ya chini aliweza kuisikia. Hakuwa na lengo la kuiba chochote. Alikuja kutafuta ushahidi, nyaraka,
picha au hata karatasi yoyote itakayoweza kumweleza Eliora ni nani hasa. Jamaa huyu alipoingia kwenye chumba kimoja cha ofisi ndogo, alikuta kompyuta mpakato ikiwa mezani, bado ikiwa imezimwa lakini imehifadhi kumbukumbu za user last access. Alivuta laptop hiyo, akaanza kuichambua, lakini kabla hajafanikisha lolote, ghafla sauti ya kelele kengele ya usalama ilianza kulia. Walinzi waliokuwa nje walijitokeza kwa haraka. Pascal akatambua kwamba tayari ameshtukiwa. Bila kupoteza muda, alitumia mlango wa dharura kwenye upande wa jikoni, akapitia bustanini, akaruka ukuta wa nyuma na kisha akatokomea kwenye mitaa ya kifahari ya Torak. Alitokomea kama kivuli unaambiwa. Victor muda huo alikuwa yuko chumbani kwake maeneo ya juu, na alipogundua kelele zile ilibidi ashuke kwa haraka sana chini. Alikutana na walinzi wake wakiwa na hasira. Ilibidi aulize kwamba ni nani kaingia. Aliuliza kwa sauti kali na kisha kaambiwa kwamba hatukumpata mheshimiwa. Alikuwa amevalia mavazi ya mfanyakazi wa usafi wa bwawa. Alitoroka upande wa nyuma. Mlinzi huyo alimjibu hivyo Victor, na Victor alijikuta na kunja uso kwa hasira, akasema hii ni kazi ya Eliana. Pale pale bila kupoteza muda, alifungua simu yake mkononi, alipiga namba aliyokuwa anaijua bila hata kuitazama. Namba hiyo haikuwa ya mtu mwingine bali ni ya Eliana. Wakati huo msikilizaji, Eliana alikuwa yuko ndani ya jumba lake la kifahari, alikuwa kwenye bustani akinywa divai, na ndipo ghafla simu yake ilianza kuita. Alipoona jina ni Victor, moyo wake kwanza ulimdunda kwa kasi, lakini alijifanya jasiri, akajibu kwa sauti ya kawaida. Yes, hello. Safi sana. Eliana, naona umeanza sasa kuweza kutuma majasusi ndani ya nyumba yangu. Kwa hiyo hilo ndilo suluhisho lako, sivyo? Ina maana umeamua kuweza kuniletea hila zako hadi huko. Hapo Eliana alicheka kwa dharau na kisha akasema, "Oh. Sasa nikosa hata kujua nini kinaendelea na mtu ambaye miezi miwili iliyopita nilimuita mume wangu." Usijifanye mtakatifu Victor. Kila mtu ana haki ya kujua ukweli. Kama unataka kuweza kujua ukweli, usitumie wezi. Umeniingilia sana Eliana, na sasa umevuka mpaka. Huyo yule mtuma leo amenikera sana. Sasa ndo unajua kama kuna kukera, sivyo? Ulivyonifanyia mbele ya dunia nzima, kunidhalilisha kwa kuleta yule kikaragosi wako, ukoona kama nitakerekwa, sivyo? Sikujua kama Eliora yuko hai, na siwezi kukupa ruhusa ya kuvamia nyumba yangu. Na kama ulikuwa na swali ungeuliza tu moja kwa moja. Victor, hebu acha hizo. Hivi unafikiri unaweza kutegemea majibu kutoka kwako? Wewe unajifanya hauna senti hata moja Tanzania. Leo hii unaendesha kampuni ya farasi Australia. Hizo pesa zote umezitolea wapi? Sidhani kama hilo wewe linakuhusu. Kama ulidhani kwamba nitapotea kwenye dira kwa kujimilikisha mali zote, basi nikwambie tu kwamba ulikuwa unajidanganya. Alafu kwanza, mtoto wangu yuko wapi? Usiniambie kwamba umemwacha Tanzania na dada wa kazi. Wewe huna mtoto na mimi Victor. Unasemaje wewe? Unajitoa ufahamu, si ndio? Nisikilize Victor, siwezi kuruhusu mtoto wangu akawa na baba kama wewe, msaliti wa ndoa. Nenda kwa hao wanawake zako uambie kwamba ukupatia mtoto, ila sio mtoto wangu mimi. Eliana, na kuheshimu kwa sababu tulikuwa pamoja, na isitoshe tuna mtoto mmoja. Lakini kama utaendelea na huu mchezo, nitakushughulikia kwa njia ambayo mimi naijua, na usijaribu kabisa kuwasha moto, kwa sababu safari hii atakayeungua ni wewe mwenyewe. Subiri na uone sasa, kati yangu mimi na wewe nani atayeshindwa. Hapo simu ilikatwa kwa kishindo. Kila upande ulibaki na hasira, mdomo ukiwa na ladha ya uchungu wa mapenzi ya zamani iliyochafuka kwa usaliti, hila na nguvu. Usiku wa siku hiyo ulikuwa ni mzito sana kwa kijana Victor. Mwili wake ulikuwa umekaa kwenye kochi kubwa lenye mto wa manyoya, mikono ikiwa imelala kwenye mapaja, kichwa kikiwa kimegemea nyuma, na macho yake yakitazama juu ya dari la nyumba hiyo kubwa iliyopambwa na taa za kuvutia. Mwili ulikuwa uko nyumbani, lakini akili na moyo vilikuwa viko mbali, vikitafuna maneno ya Eliana, vitisho vyake, majibu yake kejeli, na sauti yake ya dharau iliyomgonga kama kisu cha baridi. Mlango wa chumba cha sebule ukafunguliwa taratibu, na ndipo hapo Eliora alijitokeza akiwa amevalia gauni refu jepesi la hariri. Uso wake ulikuwa ni mtulivu,
lakini macho yake yalikuwa yamesheheni huruma ya upole usiokuwa na chembe mashindano. Alitembea kimya kimya mpaka alipokuwa amekaa Victor, na kisha alichukua mto mmoja na akakaa pembeni yake. Aliutazama uso wake kwa sekunde kadhaa bila hata kusema kitu. Victor hakugeuka, lakini alihisi uwepo wake. Alikuwa kama mvua ya usiku, haitangazi, haina makelele, lakini unajua kwamba mvua ipo. Victor, Eliora alisema kwa sauti ya chini tena yenye utulivu. Unavyojibishana hivyo na Eliana kwa hasira, hakubadili kitu chochote. Kinachobadilika ni wewe. Unazidi kuchoka, unazidi kuumia na kupotea kwenye maumivu. Hapo Victor aligeuka taratibu na kisha akamtazama Eliora. Macho yake yalikuwa ni mekundu na chini yake kulitanda uvimbe wa uchovu. Umeona alivyoniongelea? Kama vile sina maana tena. Kama vile mimi ndiye niliyesababisha kila kitu. Alinivua kila kitu. Mali zangu, heshima zangu, na sasa ananiingilia hata huko Australia. Victor, unatakiwa kujua kwamba Eliana anakujua sana. Na ndio maana anakugusa kirahisi. Lakini hilo halimaanishi kwamba umrudie kwa matusi. Wewe ni Victor. Unajua thamani yako. Unajua nafasi yako. Kwa usiruhusu watu wa kukimbize mpaka ukasahau kwamba wewe ni nani. Lakini sijui kama bado naweza kujizuia. Kila nikimwona Eliana nahisi nafsi yangu yote inachafuka. Eliora alinyanyua mkono wake, mkono laini kabisa, na kisha aliupeleka taratibu kwenye bega la Victor. Nisikilize Victor. Najua bado nampenda. Hilo halifichiki. Mapenzi ya kweli hayafi hivyo kiurahisi. Lakini pia najua kwamba una majeraha makubwa sana ndani yako. Sasa hivi unahitaji utulivu. Na mimi niko hapa kwa ajili yako. Sio kwa sababu ninakutaka tu, bali kwa sababu unajua unahitaji mtu wa kuweza kukusikiliza, sio kushindana naye. Eliora, kwa nini unafanya yote haya? Kwa sababu sio kila mtu anakuja maishani mwako anakuja kukupora au kukuharibu. Wengine tunakuja kurekebisha vilivyoharibiwa. Hata kama hatukuviharibu sisi. Mimi niko hapa kwa sababu naelewa maumivu yako na niko tayari kubaki ikiwa tu utaniruhusu. Victor alipumua kwa nguvu. Alinyonyoa mkono wake na kisha aliushika ule wa Eliora. Sitaki kukupoteza Eliora. Sitaki kukupoteza kabisa. Wewe ni mtu ambaye mbali na familia yangu unaniamini sana. Usijali Victor. Mimi nipo na nitakuwa na wewe kwa kila hatua. Na sitakwenda popote. Victor, najua sio rahisi. Najua hujui kesho itakuwaje. Lakini kwa sasa rudi kwenye lengo kuu la sisi kuwa hapa Australia. Huu sio muda wa vita. Huu ni muda wa kujiponya. Alisema Eliora na kisha akaegemeza kichwa chake kwenye bega la Victor. Victor alifumba macho. Kwa mara ya kwanza katika siku nyingi, moyo wake ulianza kupumua kwa amani. Asubuhi ya siku iliyofuata, jua la Australia liliwaka kwa ukali likimulika mitaa kwa utulivu kabisa. Victor alisimama mbele kio kirefu kwenye chumba chake ndani ya jumba la kifahari la Torak, akiwa amevalia suti nyeusi iliyomkaa kisawa sawa. Uso wake ulionyesha dhamira, lakini macho yake yalibeba mzigo mzito wa mpango mzito aliokuwa anaenda kuutekeleza. Alijua safari yake ya leo haikuwa ya kawaida. Alikuwa anaenda kupambana na Eliana kwa njia za kisiasa na za kiutawala. Kwa mara ya kwanza, vita yake mapenzi ilikuwa inahamia kwenye ngazi ya juu ya mashindano ya kimataifa. Dakika chache baadaye, msafara wake ulifika katika jengo moja hivi la Global Secretariat lililopo kwenye viunga vya kifahari vya South Bank. Humo ndani ndipo kulipokuwa kuna ofisi kuu ya kushughulikia masuala ya mashindano ya farasi. Mashindano hayo yalikuwa yakiratibiwa
kwa kushirikiana na Wizara ya Michezo ya Australia pamoja na Bodi ya Udhamini wa Kimataifa. Victor alikaribishwa na msaidizi wa waziri na kisha akaongozwa kwenye chumba maalum cha mkutano. Alikuta waziri wa michezo wa Australia, Bi Veronica Halls, akiwa tayari ameketi pamoja na wajumbe kadhaa wa bodi ya wadhamini wakuu wa mashindano ya farasi. Walikuwa ni watu waliovalia rasmi, wenye sura za kutoboa kila aina ya unafiki. Victor alichukua pumzi ndefu na kisha akaanza kuzungumza kwa ujasiri. Naomba nizungumze moja kwa moja kwa maslahi ya mashindano haya ambayo yamejijengea heshima kubwa duniani. Kampuni ya Veritas Unique inayomilikiwa na Eliana Sarungi, ambaye ni mke wangu wa zamani, imepewa vibali vya kuendesha mashindano hapa Australia. Lakini kuna hatari kubwa inayokaribia kulichafua jina la michuano hii. Eliana ni mtoto wa rais wa jamhuri, na kampuni hiyo imeanzishwa miezi michache tu baada ya kashfa kubwa ya moto kuteketeza mgahawa wangu, ambapo kabla ya kufikishwa mahakamani alijulikana kutumia ushawishi wa kisiasa kujinasua. Sasa je, hatuwezi kujiuliza endapo fedha zilizotumika kuanzisha kampuni hii mpya ni halali? Je, kuna uwezekano wa matumizi mabaya ya rasilimali za serikali au fedha chafu kuingizwa katika mashindano haya ya kifahari? Maswali ya Victor yalifanya chumba kikae kimya kwa sekunde kadhaa, kabla mmoja wa wajumbe wa bodi, Bwana Henrik kutoka Denmark, aliinua mkono wake na kisha akasema, Victor, sio kwa ubaya, lakini hata wewe ni mwana wa waziri, na sio tu hivyo, Eliana bado ni mke wako kisheria hadi mtakapoweza kutalakiana. Sasa kama unazungumzia matumizi ya mamlaka au nafasi za kifamilia, basi hakuna tofauti kati yenu nyote wawili. Victor alijaribu kutabasamu kwa kinyongo na kisha akasema, ni kweli, lakini mimi sijaomba kibali cha mashindano ya farasi kwa kutumia jina la familia yangu. Nilikuja Australia kutafuta majibu ya kiusalama na kuchunguza masuala ya kifamilia. Sijakeza chochote mimi kwenye mashindano hayo hadi nitakapoeleweka wazi kama mtu huru. Naam, Waziri Veronica Halls alimwangalia Victor kwa umakini na kisha akasema kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo, serikali ya Australia haipokei mashinikizo ya kisiasa kwenye maamuzi yake ya kiudhibiti. Tulichokifanya ni kufuata mchakato wa kisheria. Kampuni ya Eliana iliwasilisha nyaraka kamili, ushahidi wa uwekezaji halali, wafadhili, mipango ya kimaendeleo, na hakuna takosa moja lililogundulika. Kwa hiyo hatuwezi kuinyima kibali kwa tuhuma zisizokuwa na ushahidi wa moja kwa moja. Hapo Victor aliketi kimya kwa sekunde kadhaa. Alikuwa akitafakari hayo maneno. Alihisi dunia ikimzidi kete. Tena Eliana alikuwa amemzidi kete si tu kwenye mapenzi, bali sasa hata kwenye majukwaa ya kidunia. Mchezo ulikuwa umebadilika. Alisimama taratibu, akatabasamu kwa unyonge. Sawa. Nilikuwa naomba tu tupime athari ya jina la rais kwenye taswira ya kimataifa ya michuano hii. Sijaridhika, lakini naheshimu uamuzi wenu pia. Naam, Victor baada ya kusema vile, alitoa heshima na kisha akatoka nje chumba hicho taratibu. Lakini alipofika nje alichomoa simu yake, alimpigia Alfred, msaidizi wake wa karibu. Sikiliza Alfred. Nahitaji taarifa zote za mtiririko wa fedha za kampuni ya Veritas Unique kuanzia siku iliposajiliwa hadi leo hii. Kuna jambo liko sawa hapa. Na kama sote kupitia mashindano ya farasi, basi nitalifichua kwa njia nyingine. Eliana hatunichezea kiakili tena. Naam, msikilizaji, tukija nyumbani kwa kijana Victor, jua la alasiri lilikuwa likimimina mwanga wake kupitia madirisha marefu ya glasi, likiangaza sakafu ya tiles yenye rangi ya fedha. Eliora alikuwa yuko sebleni, ameketi kwenye sofa lenye muundo wa kifalme, akipitia nyaraka alizoachiwa na Victor kuhusu mkutano wao wa mwisho. Saa ilikuwa ikielekea saa 11 na kila kitu kilionekana kuwa shwari, mpaka mlango wa mbele ulipofunguliwa kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida. Viatu vya kisasa vilivyotoa sauti iliyosikika vikikanyaga kwa ujeuri sakafuni hapo. Na kabla hata Eliora hajainuka,
Macho yake yalishuhudia sura ile ambayo haikuweza kumchanganya kamwe. Alikuwa ni Eliana. Eliana alikuwa amevalia gauni refu la kisasa, mikufu ya dhahabu ikiwa iko shingoni mwake, nywele zikiwa zimenaswa nyuma kwa ustadi wa kifahari, na uso wake pia ulikuwa umejaa dharau, ukimtazama Eliora kama takataka iliyozagaa sebuleni. Eliana alisimama katikati ya sebule hii. Aliweka mkoba wake wa Chanel mezani kwa kishindo, na kisha akapumua kwa nguvu kidogo, na kisha akasema kwa sauti ya juu lakini kukejeli, "Hivi pamoja na yote yaliyokukuta, bado hujakoma tu kumfatafata mume wangu, si ndio?" Eliora, huna aibu wewe binti hata kidogo, sina manake? Yaani unaishi na mume wa mtu kana kwamba ni mume wako. Hivi wewe unajiona nani hasa? Eliora alinyanyuka kwa utulivu, alimsogelea Eliana taratibu, sura yake ikiwa na upole lakini yenye msimamo. Akajibu kwa sauti yenye utulivu lakini yenye ujumbe mzito, "Mume wako? Huo ni muktadha wa ndoa tu. Ila moyoni mwa Victor mimi ni zaidi ya rafiki kwake. Tupo pamoja kwa kila hali. Ni mtu alionipa heshima, ni mtu alionipa amani na nafasi ya kuwa mimi. Sijaja kumchukua kutoka kwako. Nimeletwa hapa na yeye mwenyewe. Kwa usije kudhani kwamba niko hapa kuchukua nafasi ya mtu. Kama nikitaka Victor awe wangu, basi ni dakika 0 tu anakuwa kwangu, kwa sababu namjua Victor kabla hata hajawa mume wako." Kauli hiyo ilizidi kumchoma Eliana. Alihema kwa nguvu, macho yakitoka machozi ya hasira. Alianza kutembea kwa maringo akizunguka hii sebule, na kisha akasema kwamba, "Wewe ni nani? Ni nani wewe hasa mpaka upambane na mimi?" Kwa sababu mimi ni Eliana Sarungi, mtoto wa rais, CEO wa shirika la kimataifa, mwanamke mwenye mkono mmoja tu kwenye soko la dunia, lakini mwenye sauti inayotikisa serikali. Vipi kuhusu wewe? Wewe ni nani mpaka unabishana na mimi? Msichana wa mitaani, msichana wa kujikongoja, uliyebebwa na huruma za mwanaume wa mtu. Maneno ya Eliana. Eliora alitabasamu kwa uchungu na kisha akasema, ni kweli. Sina cheo, sina urithi, sina familia yenye jina kubwa kama wewe, lakini nina kitu ambacho wewe hukuwahi kuwa nacho. Na moyo wa Victor. Alinipenda hata alipokosa kumbukumbu, na bado ananipenda sasa. Hayo mamilioni yako hayakuweza kununua uaminifu wake. Naam, Eliana alicheka kwa kejeli, kicheko cha malkia aliyeshindwa kutunza ufalme wake. Alimkazia macho Eliora na kisha akasema, "Victor ni mume wangu kisheria. Mwanangu yuko Tanzania, ndani ya ulinzi wa Ikulu. Uona nini? Mapenzi yetu ya mdomo? Subiri uone. Nitatumia kila rasilimali yangu kuhakikisha kwamba unakuwa historia katika maisha ya Victor. Utajuta kunigusa Eliora, nakwambia. Utajuta kabisa. Lakini kama hutaki tufike mbali, basi ni vema kuondoka humo ndani sasa hivi." Maneno ya Eliana yalimfanya Eliora asogee karibu zaidi. Uso wake sasa ukiwa mbele Eliana, akamwambia, "Sikiliza Eliana. Nina historia ya mateso na ya kutengwa. Nina historia ya kunyimwa kila kitu. Hakuna kitu cha kuninyang'anya ambacho sijakipigania mimi mwenyewe. Kama ni mapenzi, basi niko tayari kupigania. Na kama ni kuondoka, basi Victor mwenyewe ndiye atakayeamua, ila sio wewe. Huwezi kuniambia niondoke hapa ili hali ya kuwa wewe hujanileta mimi hapa." Kimya kifupi kilitanda, na ndipo kisha Eliana aliokota mkoba wake taratibu. Alitabasamu kwa kejeli na kisha akasema kwa sauti ya kutisha, "Sawa. Lakini kumbuka, Eliora, ukishindana na simba basi jitahidi uwe na meno zaidi ya msumeno. Kwa sababu hii si swala la mapenzi tena, bali ni vita." Nisikilize Eliana, hunitishi kwa chochote. Mwanzo nilikuogopa sana, lakini safari nitadili na wewe bumper to bumper. Unataka kudili na mimi bumper to bumper? Kwa kipi ulichonacho mpaka udili na mimi? Au unajidanganya kwa hiyo sura ya kufanana na mimi?
Sikiliza nikwambie, hata ufanyaje, wewe sio mimi, nitabaki kwa Eliana. Huwezi kuwa na hadhi kama ya kwangu mbele ya Victor. Uko sahihi, mimi sio wewe. Ila nikukumbushe tu kitu kimoja Eliana. Kila mwanamke hapa duniani ana ladha yake na mvuto wake, kitu ambacho huyo unaidai ya kwamba ni mume wako kapagawa nacho kutoka kwangu. Sasa ngoja tuone kama atarudi kwako. Eliora aliongea vile kwa lengo la kumuumiza tu Eliana, ingawa kiuhalisia hakuwa na mahusiano na Victor. Eliora, kwa Victor wewe ni kama Big G tu. Ukiisha utamu na habari yako imekwisha, ila mimi ni maji. Victor akitaka ananinywa, akitaka ananipikia, akitaka anaogea. Kiufupi mimi ndiye mwanamke pekee wa Victor. Kaa ukilijua hilo. Eliana, unajaminisha hivyo kwa sababu umemzalia mtoto ama? Kujiuliza na mimi nikimzalia mtoto itakuwaje? Sina muda kujiuliza hilo kwa sababu wewe hautakuwa wa kwanza kufanya hivyo. Nadhani unatambua kwamba kuna mwenzio kama wewe anaitwa Rara, na yeye pia kamzalia pia Victor. Lakini ona, yuko wapi kwa sasa? Yuko Tanzania. Victor yuko Australia na wala hana habari naye. Hivyo ndivyo itakavyokuwa na kwako pia. Hapana, kwangu ni tofauti. Eliana, niangalie vizuri. Unadhani mimi ni mwanamke kutelekezwa? Aliongea kauli hiyo Eliora, kauli ilomfanya Eliana pandwe na jazba maradufu. Alimtazama Eliora kwa macho makali mno, na kabla hajafanya chochote wala kusema chochote, sauti kutokea mlangoni ilisikika kioje, nini kinachoendelea hapa? Aliyesema hivyo hakuwa mtu mwingine bali alikuwa ni Victor. Eliana aligeuka kwa hasira kali kana kwamba alikuwa akisubiri hilo swali. Victor, hilo ndo swali unaloniuliza? Hivi binti ni nani hapa? Mwanamke aliyerudishwa kutoka kaburini anafanya nini hapa Victor? Au umesahau ya kwamba Victor wewe bado ni mume wa mtu? Victor alinyamaza kwa sekunde mbili na kisha kwa sauti yenye utulivu lakini iliyojazwa na hasira ndani akasema, "Na unafanya nini hapa Eliana?" Eliana alishusha pochi yake kwenye meza kwa kishindo, macho yakiwaka kwa jazba. "Nisikilize Victor. Nimekuja hapa ni kwa mume wangu. Au nimekosea njia?" Mheshimiwa mashindano ya farasi. Victor alikenua meno yake kwa tabasamu la kejeli na kisha akasema, "Mume wako? Wewe ambaye uliamua kuchukua mali zangu zote na kuniacha mimi mweupe sina kitu. Wewe ambaye ulinitupa kwenye gereza la hisia na ukaondoka bila kuniangalia nyuma. Sasa ghafla leo hii umeamua kuweza kurudi kwa mume wako? Kweli Eliana? Mume gani huyu ambaye unamwongelea wewe Eliana?" Mume ninayemwongelea hapa anaitwa Victor. Victor Mazanda. Tena simama mbele yangu na bado ananitamkia maneno machafu kana kwamba mimi ndiye niliharibu hii ndoa. Kumbe nani kama sio wewe Eliana? Ina maana unasahau kama ajali yangu ya gari chanzo ni wewe? Ona mpaka leo hii bado kumbukumbu zangu hazijarejea. Naishi kama mfu aliye hai na wewe hujawahi kabisa kujali hilo hata siku moja. Victor, kilichotokea ulikitaka wewe mwenyewe Victor. Ulinisaliti na mara zote ulikuwa ukikataa. Lakini sasa ona Mungu alivyokuumbua, alivyofichua uovu wako. Kama nilikuwa nakosea kwa kukutuhumu wewe ni msaliti, Rara ni nani sasa? Au unataka kusema yule mtoto aliyekuzalia sio kwako? Usimwongelee Rara hapa. Nimeamua kupotezea tu kwa sababu sikumbuki chochote kilichotokea nyuma kwenye maisha yangu. Lakini naamini hata wewe pia ulikuwa unanisaliti na Nigeria. Hapo Eliora alinyamaza akishuhudia maneno yao yakikatana kama vile panga mbili zinazochuruzika damu. Eliana ilibidi amsogelee Victor hadi umbali wa uso kwa uso na kisha akamwambia, "Nisikilize Victor. Najua kila kitu. Victor, najua ulienda kuniharibia kampuni yangu kwa waziri wa Australia. Ulimfuata na kuongea upuzi kuhusu mimi ya kuwa ninatumia mali ya umma kwa ajili ya biashara yangu binafsi. Unafikiri nitakaa kimya? Nikwambie tu kwamba unapambana na simba na nakuhakikishia sitakuacha salama." Victor alijaribu kucheka lakini kicheko kilikauka midomoni mwake.
Eliana, unapenda vita kuliko mapenzi. Hilo ndilo tatizo lako. Ulikuwa na moyo wangu, ukauchoma moto. Sasa unakuja kuutafuta tena, huku ukiwa umebeba sime. Unataka nikupokee vipi? Unajua sikuelewi kabisa mwanamke ni nini hasa unachokihitaji kwenye maisha yangu. Victor, kila kitu nilichokifanya nilikifanya kwa sababu nilikupenda. Ila wewe Victor, kila siku ulimwa kunifanya nionekane mimi ni mjinga mbele ya dunia. Unapambana nami huku unamkumbatia yule mwanamke aliyepaswa kuzikwa. Hilo mimi halinishtui, halinivunji, lakini nakuambia hautoishi kwa amani ukiniharibia. Eliora yeye upande wake alipoona hali inazidi kuwa mbaya, aliamua tu kuondoka sebuleni hapa, kapanda ghorofa ya juu kimya kimya, akiwaacha wale hao kwenye mzuka wa hisia za mapenzi yaliyogeuka kuwa uwanja wa vita. Victor alimsogelea Eliana kidogo, alimtazama macho yake yaliyojaa hisia za mapenzi na hasira, na kisha akamwambia, sikiliza Eliana, uliniacha mwenyewe, lakini moyo wangu haukuwahi kukuacha wewe. Lakini kila ukirudi unarudi kama kimbunga. Hujawahi kurudi kama mke Eliana. Umekuwa ukirudi kama mpambanaji, kama mshindani, na ndoa sio ushindani bali ni ushirikiano. Kwa mfano nikuulize tu hapa, Ostari unafanya nini? Wewe kama nani mpaka unipangie mimi cha kufanya? Nipo Ostari kwa matakwa yangu, nipo nafanya biashara yangu tena kwa njia zangu halali. Lakini vipi kuhusu wewe? Unaweza kusema umetoa wapi pesa za kumiliki kampuni ya kuendesha mashindano ya farasi? Hakuna kunilazimisha kujibu hilo swali. Kama unahisi nimeziba uwanja ni wako, ita polisi au nikusaidie kuita polisi. Wala kuna haja kuita polisi. Wanasema hakuna marefu yasiokuwa na ncha, lakini pia za mwizi ni 40. Tambue kwamba 40 yako itakapofika nitakuwa mstari wa mbele kukutia nguvuni, wala sitojali kama niliwahi kulala kitanda kimoja na wewe. Kama mahesabu yako ndo hayo, basi rudia upya kupiga mahesabu, kwa sababu kuna mahali utakuwa umekosea. Safari hii huwezi kunifedhesha wala kuniangusha kwa chochote. Unaweza ukaenda sasa. Nahitaji kuwa kuna utulivu ndani kwangu. Naam, Eliana alijaribu kujibu, lakini sauti ilimshinda. Aliinama kabana pale pochi lake kwa mikono miwili, macho yake yakimwangalia Victor kwa huzuni kubwa lakini yenye ukimya. Victor naye alijaribu kutazama pembeni, lakini moyo wake ulizidi kubanwa. Alitamani kumkumbatia, lakini maneno yao tayari yalikuwa yameshafyatuka. Walikuwa kama mawe mawili yaliyojaa moto, ambapo kigusana tu moto unapasuka zaidi. Walisimama hivyo hivyo kimya kwa muda mfupi, na ndipo kisha Eliana kainua uso wake na kisha akasema, nisikilize. Nakupa onyo sasa. Usijaribu kabisa kuingia kwenye njia yangu. Hili ni onyo langu la mwisho, sitarudia tena kwako. Kama uamini, endelea kunifuatilia, ndio utajua mimi ni nani au nina nguvu gani. Baada ya kusema vile, alianza kuondoka pale sebuleni kwa mwendo wa kifalme, akiacha harufu ya manukato hali ikiendelea kujikokota hewani. Pamoja na maumivu ya mapenzi yaliyogeuka kuwa silaha, Victor alibaki amesimama hapo, macho yakimtazama Eliana, mwanamke ambaye mpaka sasa bado ni fumbo zito la mapenzi linalomsakama moyo wake siku hadi siku. Baada ya kutoka kwa Victor, moja kwa moja alirudi nyumbani kwake. Alipoingia ndani, alitembea moja kwa moja mpaka kwenye ukumbi wa mikutano uliopo ghorofa ya kwanza. Akaingiza pale nywila kwenye mlango wa siri uliokuwa umehifadhiwa kwa fingerprint yake kidole gumba, na kisha kaingia ndani. Dakika 10 baadaye, ukumbi ule ulikuwa umejaa watu muhimu. Kulikuwa kuna wakurugenzi wa kampuni yake ya Veritas Unique, wataalamu wa fedha, wanasheria wa kimataifa na maafisa 4 wakuu kutoka shirika lake la kimataifa kupambana na rushwa IWG, yani International Watch Group. Wote walikaa kwa heshima walipomwona Eliana akiingia. Macho yake yalikuwa ni mekundu kwa hasira iliyosalia toka alipotoka kwa Victor. Eliana aliwaangalia wote bila kusema neno, na kisha alivua koti lake la kiofisi akalitupia juu ya kiti na kisha akaketi.
kuna tatizo kubwa, alianza kwa sauti ya utulivu iliyobeba tishio. Victor amerejea kwenye maisha ya kifahari. Anaendesha kampuni ya mashindano ya farasi na anaonekana kuweza kukabiliana na mimi kifedha, tena ugenini. Swali langu ni moja tu, ni hili: ametoa wapi hizo pesa? Ukumbi ulitulia kana kwamba aliuliza swali lenye sumu. Wote wakatazamana, na ndipo Moses, mkuu wa idara ya ujasusi wa masuala ya fedha ndani ya IWG, alijibu kwa kusema, bosi, kwamba uwezekano mkubwa ya kwamba Victor aliiba pesa kipindi alipokuwa akifanya kazi ofisi ya rais. Nakumbuka alishawahi kuwa mshauri wa masuala ya uwekezaji na alikuwa karibu sana na watu wakubwa serikalini. Sihitaji maneno Moses, nataka ushahidi. Sitaki tuhuma, sitaki tetesi, nataka karatasi, nataka rekodi, nataka anwani, nataka namba za account, kila kitu, ili niweze kuamini hiko unachokisema, alisema Eliana. Sinithia, mwanasheria wake mkuu, akaingilia kati kwa kusema, boss, hata kama alipata fedha hizo serikalini, kama hakutumia njia rasmi au kama hakuna mtu aliyevunja sheria kuidhinisha malipo hayo, itakuwa ni ngumu sana kuthibitisha kuwa aliiba. Tunaweza tu kudokeza wizi, lakini tusipokuwa na nyaraka halali tutashindwa mahakamani. Eliana alipiga meza kwa kiganja chake cha mkono, akatafakari kwa hasira kweli kweli, na kisha akasema, yule mwanaume alinivua kila kitu kwa maneno matamu. Akaniingiza kwenye shimo la huzuni, akaniacha nikiamini kwamba amepotea. Nilidhani amefilisika, kumbe anapeta tu kwa Australia kana kwamba ni mtoto wa malkia. Grace, ambaye ni msaidizi wake wa karibu, alinyosha mkono kwa tahadhari. Madam, kuna uwezekano mkubwa Victor anapata msaada kutoka kwa familia yake. Unakumbuka babake ni waziri. Hata kama Victor hakuiba, babake anaweza kuwa amemwaga pesa ili mtoto wake asibaki nyuma. Eliana alicheka kwa dharau. Hata hivyo, bado haina maana ya kwamba awe una ujasiri wa kunivizia kwa waziri wa Australia ili kuweza kuniharibia mimi. Huo si msaada wa kifamilia tu, hayo ni mashambulizi ya moja kwa moja. Naomba tutafute njia za kisheria na zisizo rasmi kuhakikisha kwamba huyu mtu anapoteza kila alichonacho. Kama Victor akiendelea kuwa tajiri, atakuwa na kiburi sana kwangu. Nataka atambue kwamba bila mimi yeye si chochote. Fanyeni mnaloweza Victor arudi kwenye umasikini, akose hata nauli ya kumrudisha Tanzania. Nadhani tumeelewana. Moses alitazama karatasi zake na kisha akasema, mkuu, tunahitaji kupata taarifa za benki zake, mali zake zote, hasa zile zilizopo Australia. Tunaomba ushirikiano wa Australia Transaction Reports and Analysis Center. Ila tunahitaji sababu halali ya kufanya hivyo. Kwa sasa hiyo sababu yenyewe hatuna. Eliana alisimama, akamtazama kila mtu kwa zamu na kisha akasema, hivi nyinyi wote hapa mmechaguliwa kwa sababu mna uwezo wa kufanya mambo yasiyowezekana. Kwa sitaki udhuru, sitaki kuambiwa kwamba tunahitaji ruhusa. Naitaka heshima yangu irudi. Naitaka kampuni yangu ibaki juu. Na zaidi ya yote nataka Victor sahau kuhusu kunivuka. Victor lazima awe chini yangu kifedha, na hii ndio njia pekee ya kuweza kumkomoa dhidi yangu. Ukumbi wote ulikaa kimya. Ulikaa kimya kwa sekunde kadhaa, na kisha wote kwa pamoja wakasema, tuko tayari. Tuko tayari, madam. Eliana alivaa koti lake tena na kisha akaelekea mlangoni, akawaambia, na kama Victor amedanganya dunia, nitahakikisha dunia inamfunika kwa aibu kuliko alivyonifunika mimi. Eliana alitoka nje, mlango kafungwa kimya, lakini maamuzi yake yakiwa yameacha maumivu kwenye kila moyo waliokuwa mule ndani. Asubuhi ya siku iliyofuata, jua lilipokuwa likichomoza taratibu juu ya anga la Torak, Victor aliketi sebuleni akinywa chai ya rangi. Pembeni yake alikuwa mwanadada Eliora aliyevalia gauni jepesi la asubuhi lenye maua madogo madogo ya blue. Sebule yao kubwa kifahari yenye mapazia meupe yaliyokuwa yakipeperushwa na upepo wa mapema wa June ilijaa harufu ya kahawa mpya na maua kutoka bustanini. Wakiwa katika mazungumzo ya taratibu, wakitabasamu huku wakigusia matukio ya jana, ghafla mlango ulifunguliwa kwa tahadhari. Aliyekuwa ameingia alikuwa ni Alfred, msaidizi mwaminifu kabisa wa Victor, akiwa na bahasha mkononi na macho yakiwa na tabasamu la mafanikio. Habari njema. Wale farasi tuliowaleta kutoka Spain kwa ajili ya mashindano ya mwezi ujao
tayari wamewasili kwenye eneo la mazoezi la mashindano. Unaweza kwenda kuwaona leo kama utapenda. Victor aliinamia kikombe chake na kisha akamwangalia Eliora. Unaona sasa? Hii ndio siku ya kutabasamu tena, alisema kwa sauti ya upole. Dakika chache baadaye walikuwa ndani ya gari maalum wakielekea kwenye eneo kubwa la mazoezi ya farasi lililoko pembezoni mwa jiji. Huko sehemu hiyo ilikuwa na mahema makubwa ya kifahari, mabanda ya farasi na maeneo maalum ya kujifunzia mbio. Jambo ambalo halikutarajiwa ni kwamba eneo lile halikuwa la kampuni yao peke yao, lilitumiwa pia na makampuni mengine, mojawapo ikiwa ni Veritas Unique. Hii ni kampuni ya Eliana. Hivyo walipowasili na kuteremka kwenye gari lao, macho ya Victor yalikutana moja kwa moja na macho ya Eliana. Eliana ambaye naye alikuwa amekuja kuwatazama farasi wake. Eliana alivaa mavazi ya kiheshima lakini kiushindani. Suruali ya rangi ya kahawia na koti jepesi la ngozi, nywele zake zikiwa zimefungwa nyuma kwa ustadi wa kifahari. Aliwaona Victor na Eliora pamoja, akakunja midomo yake kwa dharau, akigeuka pembeni bila hata ya salamu. Victor naye hakuonesha hisia zozote. Alizungumza na msimamizi wa banda, akaomba pewe farasi mmoja bora apande kwa dakika chache. Alielekezwa kwenye farasi wake wa mazoezi, Cavallino. Alimpanda kwa ustadi na kisha alianza kumtembeza taratibu. Eliana ambaye macho yake yalikuwa yanamfuatilia Victor toka alipompanda farasi huyo, aliangaza kwa kijicho, alafu akasogea mbele. Victor aliita kwa sauti ya dharau. Sasa hivi unajiona kidume kwa sababu unajua kuendesha farasi, si ndio? Victor alimtazama Eliana kwa tabasamu la kejeli. Wewe kama hujui usilazimishe, alisema kwa utulivu Victor, utulivu wenye kejeli ndani yake. Huu sio ukumbi wa dance. Huu ni uwanja wa mashindano. Eliana alikenua meno, akanyanyua kisogo na kisha akasema, mimi siogopi. Kama kweli wewe ni mwanaume wa maana, twende tukashindane. Tuone nani ana uhodari wa kweli. Victor alikuna ndevu zake fupi, akavuta pale hatamu ya farasi wake. Endapo katokea ukaumia usinilaumu. Na kujua hata baiskeli ulikuwa unaogopa kuendesha, mke wangu. Hebu toka huko, nani mke wako? Alafu kwanza usiongelee maisha yangu ya nyuma. Unadhani mimi ni mjinga kuwekeza kwenye biashara ya farasi hali ya kuwa sijui kumuendesha farasi? Kwa unataka kusema unajua kuendesha farasi, si ndio? Eliana, na kujua vizuri wewe ni mke wangu na na uhakika hujui kuendesha farasi. Okay. Sasa leo nitakushangaza Victor na hutoamini. Wewe ulinishangaza kwa usaliti wako. Sasa mimi naenda kukuonesha kwamba ninajua mambo mengi kuliko hata wewe. Eliana alipanda farasi mweupe aliyeitwa Zaipa na kisha akamwamrisha kuanza mwendo. Kosa lake kubwa lilikuwa ni kukosea maelekezo. Badala ya kumtuliza, alitoa ishara ya kuongeza mwendo. Farasi aliruka kwa kasi. Eliana alishindwa kumtuliza. Ilibidi aite kwa hofu, Victor. Victor akasema, Eliana unafanya nini sasa? Ilibidi Victor aanze kumfuata, akijua fika ya kuwa Eliana hakuwa salama. Farasi wake naye aliharakisha kasi vibaya mno, akimkimbiza hadi walipoanza kupotelea kwenye kichaka cha mwisho cha uwanja wa mazoezi. Wote wawili walijikuta wakikimbilia eneo la milima yenye mteremko mkali. Eliana alipiga kelele kwa hofu, lakini kila alichojaribu kufanya kilikuwa ni kinyume. Badala ya kumzuia farasi, alikuwa akimuongezea spidi. Victor alimpigia kelele kwa mbali ya kwamba tulia, usimvute, achia taratibu. Lakini tayari walikuwa kwenye njia ya mlima, eneo lenye maporomoko makubwa, na ndipo ghafla yule farasi Zaipa alisimama kwa ghafla mno baada ya kuona korongo kubwa mbele. Eliana hakuwahi hata kufunga mikono. Alirushwa na hewa, akapaa kama karatasi ya barua na kisha karushwa moja kwa moja kwenye korongo. Victor alibaki akiita Eliana. Bila kufikiri, alirusha mwili wake nje ya farasi, akijitosa naye kule korongoroni. Kilichofuata kilikuwa ni kimya. Kimya kilichokatishwa na sauti za ndege waliokuwa wakitawanyika juu ya vichaka vikavu. Sura mbili zilizokuwa ni historia kubwa ya mapenzi, machungu na vita sasa zilikuwa zimerushwa kwenye hatari moja. Katika wakati huo, hapakuwa na farasi, hapakuwa na ushindani, hapakuwa na Eliana wala Eliora. Kulikuwa tu na moyo wa Victor na moyo wa Eliana.
Katika mapambano ya kutetea uzima wao, wote wawili walijikuta wakiangukia kwenye mto mkubwa uliokuwa ukitiririsha maji yake kwa kasi ya ajabu, kana kwamba yalikuwa yamebeba hasira za dunia. Miili yao ilitumbukia kwa kishindo kimoja kikubwa, maji yakiwa meza, wakajikuta wakisombwa kwa nguvu, wakazungushwa huku na kule kama magogo mepesi. Wa kwanza kuibuka juu ya uso wa maji alikuwa ni Victor. Alipumua kwa nguvu, akihema kama mtu aliyekuwa yuko ndani ya kaburi lililokuwa limefungwa juu yake. Alitwanga mikono na miguu kwa nguvu mno dhidi ya maji ya mto. Macho yake yalianza kuzunguka huku na kule akiita Eliana. Alitamka kwa hofu, akigeuza kichwa chake upande wa kila mawimbi ya maji. Akawa anasema, Eliana uko wapi? Eliana! Kwa muda mfupi hapakuwa na jibu, ni maji tu na sauti za ndege wa pori. Lakini ghafla, kwa mbali, juu ya jiwe moja kubwa la mwamba lililosimama katikati ya mkondo wa mto, alihisi kuona kivuli cha mtu kilichokuwa kimelala kimya. Victor alipiga pale makasia haraka kwa mikono yake, akasogea kwa nguvu kupambana na mto uliotaka kumrudisha nyuma. Mwili wake ulikuwa ni mzito, lakini hofu ya kumpoteza Eliana ilimpa nguvu za ajabu. Alipofika karibu, macho yake yalithibitisha Eliana alikuwa amelala, kapoteza fahamu, akining'inia juu ya mwamba, uso wake ukiwa umejaa maji na nywele zake zikiwa zimeganda usoni. Hapana. Hapana. Eliana, usifanye hivi tafadhali. Alimpakata kwa haraka, alimtoa juu ya jiwe lile kwa juhudi kubwa huku akitetemeka, na kisha alimlaza kwenye udongo mkavu kando ya mto. Alimpapasa mashavu, akajaribu kumuita. Eliana. Nisikilize mpenzi, tafadhali, hebu amka Eliana. Hakukuwa na mwitikio. Uso Eliana ulikuwa baridi, mdomo wake ulifungwa, macho yalifumbika kabisa. Victor alitetemeka, moyo wake ukimwambia kwamba amechelewa, lakini aliendelea kupambana. Alimwekea mikono tumboni, akaapa kumpa msaada wa huduma ya kwanza. Alibonyeza kifua chake na kisha kaanza kumvutia hewa mdomoni. Aliendelea kumpatia huduma ya kwanza. Huduma ya kwanza alikuwa anaitwa Victor ni ya upendo wa mume aliyejuta kuchelewa kuelewa maana ya kuwa na mke. Baada ya dakika moja nzito sana, hakuna kilichotokea. Victor alinama, akamlaza Eliana kifuani mwake, machozi yakimtoka moja kwa moja bila kujizuia. Nisamehe. Nisamehe Eliana. Nilikupenda lakini nilikuwa ni mjinga. Nisamehe. Hapo ndipo ghafla Eliana alikohoa, maji yalitoka mdomoni mwake, alihema kwa nguvu. Victor alinua kichwa chake kwa mshangao. Kabla hata hajakumbuka kutabasamu, Eliana alimkumbatia kwa nguvu, akijikuta analia kwa uchungu wa kupona katika kifo kilichomkosa. Victor alilia kwa sauti ya kuzizima kabisa. Nilijua nakufa. Nilijua sitakuona tena. Victor naye alimbana kwa nguvu kifuani mwake, akimbembeleza kama mtoto mdogo aliyepotea msituni. Nisikilize. Siko tayari kukupoteza Eliana. Sitaki kukuacha. Sitaki. Alinong'ona sauti yake, mikono yake ikiwa imemshikilia kwa nguvu kana kwamba mtu angeweza kumchukua Eliana tena. Wote wawili walibaki pale kando ya mto, wakiwa wameloa majini, lakini mioyo yao ikiwa moto moto, moto wa upendo wa kweli, moto wa majuto na matumaini, moto wa wawili waliotakiwa kuachana, lakini walizidi kuunganishwa na hatima yao. Muda uliendelea kusogea. Victor alikuwa amemshikilia Eliana kwa upole kama mtu anayelinda hazina ya maisha yake. Alitambua kuwa Eliana hakuwa sawa. Mguu wake wa kulia ulikuwa umeteguka kwenye kiungo cha kiganja cha mguu. Eliana alikuwa anajikaza kutokulia, lakini maumivu hayakumruhusu. Victor alilalia magoti mbele yake, akagusa mguu ule kwa upole na kisha akamwambia, pole mpenzi, utakuwa sawa. Kwa sababu nimeumia ndo unaniita mpenzi, sivyo? Hata usijisumbue Victor, najua huna tena mapenzi na mimi. Mimi sijasema hivyo mpenzi. Eliana kwa macho mekundu na uso wenye majeraha madogo baada ya kujipigiza kwenye mawe ya mtoni,
Alimtazama kwa hasira sana Victor, hasira zilizofichwa nyuma ya machozi. Victor, unajua kila kitu kibaya kilichotokea kwenye maisha yangu ndio chanzo, alisema kwa sauti ya kugugumia, akizuia mdomo usitetemeke. Umenisababishia maumivu ya kila namna, hata kufa sikufa, lakini wewe hujabadilika. Hapo Victor kujibu wala hakumwangalia kwa jicho la kujitetea. Alikuwa kimya, lakini moyo wake ukichoma kwa maneno hayo. Badala ya kubishana naye, alianza kupapasa mguu Eliana kwa tahadhari kubwa, akijaribu kulainisha mifupa na kulaza vizuri kiungo kilichokuwa kimeumia. Eliana alijaribu kujikaza, lakini mlio wa maumivu ulimtoka pale alipokuwa amenyoshwa mguu. Victor akamwambia samahani, alisema kwa upole, lakini inabidi kuweka sawa huu mguu ili mzunguko wa damu uendelee vizuri. Usinichukie kwa kukujali. Eliana aligeuza uso akajifuta machozi kwa mkono wake wa kushoto. Alijua moyoni kuwa bado anampenda Victor, lakini hasira zake ziliweza kuweka ukuta mzito kati yao. Wakiwa hivyo, waliona mwanga wa gari ukitokea mbele kupitia vichaka. Ilikuwa ni timu ya waokoaji waliokuwa kija kwa msaada baada ya Alfred kutuma helikopta na gari za dharura pale alipopata taarifa kupitia simu za GPS. Walichukuliwa hadi kwenye barabara kuu, Victor akiwa amembeba Eliana hadi kwenye machela. Madaktari walimpokea kwa haraka, wakampakia ndani ya gari la wagonjwa. Victor alitaka kuingia pamoja naye, lakini daktari alisema ya kwamba wamchunguze kwanza, kwamba tutampeleka katika hospitali ya King's Private na tutakupatia taarifa zote. Alisema hivyo daktari kwa haraka, na Victor alisimama tu pale barabarani akimwona Eliana akipelekwa, macho yake yakitazamana kwa hisia zilizojawa na sitofahamu. Eliana hakusema neno lolote, lakini alishika mkono wa Victor kwa muda mfupi kabla ya mlango wa ambulance haujafungwa. Ujumbe ulikuwa uko wazi kabisa, bado alimhitaji. Lakini viburi vya hila na majivuno vilitawala kati yao, kila mmoja alikuwa na kiburi. Baada ya ambulance kuondoka, Victor alirudi kwenye gari lake binafsi alilokuwa ameegesha mbali kidogo, ambapo Eliora alikuwa akimsubiri kwa wasiwasi mwingi. Alipofika, Eliora alimtazama kwa macho yaliyojaa mchanganyiko wa huruma na wivu, lakini hakuuliza lolote. Victor alipanda ndani ya gari kwa ukimya, hakusema neno. Hata Eliora naye alijizuia kuzungumza. Walielekea nyumbani kwao Torak, kila mmoja akiwa amezama kwenye hisia zake. Safari ya ukimya ilionekana ndefu zaidi ya kawaida, lakini ndani ya mioyo yao kulikuwa kuna vita ya kihisia, upendo, maumivu, hatia na matarajio. Jumba lao la kifahari liliwapokea kwa ukimya, jua likiwa limezama na usiku ukianza kutanda taratibu kwenye anga la Australia. Victor alikaa kwenye sofa kubwa la sebleni. Kwanza alishusha pumzi ndefu, akasema maisha haya yanahitaji moyo wa chuma kuweza kuyamudu. Alijiambia kwa sauti ya chini, akiwa anaendelea kujiwazia hivyo. Ghafla mlango wa kioo ulifunguliwa taratibu. Msaidizi wake mwaminifu Alfred aliingia kwa hatua za haraka lakini zenye heshima, akasema Victor. Alfred alizungumza kwa sauti ya chini lakini yenye uzito. Kuna mtu yupo mlangoni. Anasema ana taarifa muhimu sana kuhusu baba yako. Hataki kuongea na mtu mwingine yeyote zaidi yako. Victor alinyanyuka kwa haraka, sura yake ikibadilika ghafla kutoka kwenye huzuni hadi kwenye hali ya tahadhari. Alimtazama Alfred kwa jicho la kuuliza, kwamba huyo mtu amejitambulisha? La hasha, ila sura yake sio ya kawaida. Anaonekana mtu wa maamuzi makubwa na ana uhakika na alichokuja nacho. Victor alikubali kwa kichwa, akasema kwa sauti ya kujiamini, muingize na twende moja kwa moja ofisini. Dakika chache baadaye, Victor na mgeni huyo walikuwa ndani ya chumba chake cha ofisi kilichopo ndani ya hilo jumba. Chumba kilichojengwa kwa mbao ngumu za thamani, kikiwa kina maktaba ya vitabu vya sheria na biashara, pamoja na dawati la kioo lenye taa ya meza inayowaka kwa mwanga wa kijani hafifu. Mgeni huyo, mwanaume wa makamo mwenye suti nyeusi iliyokaa mwilini kama ngozi ya pili na macho makali kama ya mwewe, alisimama mbele ya dawati la Victor kwa utulivu wa kijeshi. Victor alimkaribisha kwa mkono, lakini yule mwanaume hakujibu kwa mkono bali kwa sauti. Akamwambia, sikiliza, sijaja hapa kwa ukarimu. Nimeletwa na majukumu.
Victor alimtazama kwa umakini huyu jamaa, akamuuliza majukumu gani amekuleta hapa? Na bosi wako ni nani aliyekutuma? Mwanamume huyo alitingisha kichwa na kisha akasema, hiko sio kitu nilichokuja kukueleza. Ninachotaka kukuambia ni hiki. Kuna nyaraka nyeti sana zinamhusu mtu mmoja ambaye najua unamheshimu sana, baba yako mzazi. Victor alitulia kwanza ghafla, kifua chake kikianza kupanda na kushuka kwa kasi sio kwa kawaida. Akamwambia, endelea na kusikiliza. Victor alijibu kwa sauti ya kukwaza, bosi wangu ana nyaraka zinazoonesha namna baba yako alivyojenga utajiri wake kupitia wizi wa fedha kwenye nchi kadhaa za Afrika. Alijifanya mfadhili wa miradi ya maendeleo. Alikuwa anafadhili shule huku akitoa asilimia kubwa ya pesa hizo kupitia kampuni feki zilizosajiliwa Dubai na kwingineko. Victor alipigwa na butwa. Alisogea mbele kwenye kiti chake, akamwangalia huyu jamaa kwa jicho la kutaka uhakika kwamba unasema unazo hizo nyaraka? Hapana, sina. Nimekuja kukuambia kwamba nyaraka hizo zimefichwa. Ziko nyumbani kwa Eliana, mkeo wa zamani. Zipo kwenye chumba cha chini ya ardhi, chumba ambacho hata walinzi wake hawaingii bila ruhusa maalum. Hakuna mtu anayeweza kuingia kule bila yeye kujua. Ila wewe Victor, kwa nafasi yako na kwa historia yenu ya pamoja, unaweza kuingia. Sasa yani sijaelewa, unataka mimi nifanyeje? Nataka uingie kwenye jumba la Eliana, utoe zile nyaraka. Ukifanikiwa, bosi wangu atakupatia pia nyaraka nyingine, zile zinazohusiana na baba yako. Nyaraka ambazo zinaonesha yeye ni fisadi, mhujumu uchumi na ni mwizi wa taifa. Ukikataa, basi zote tutaziwasilisha kwa rais wa Tanzania. Tutaangusha familia yako yote. Mwanamume huyo alimaliza kwa sauti ya mwisho na kisha kageuka taratibu na kuanza kutoka ndani ya ofisi hiyo. Alipofika mlangoni, aligeuka tena kwa sekunde 2 na kisha akasema, Victor, chagua taifa au baba yako, maamuzi yako. Hapo ndipo jamaa huyo aliondoka kimya kimya, akimwacha Victor akitetemeka na mawazo mazito yasiyokuwa na mwisho. Dakika 2 baadaye, Alfred aliingia tena ndani kwa heshima. Akasema, bosi, kila kitu kiko sawa kweli bosi? Victor alinyamaza kwa sekunde chache na kisha akasema polepole kwamba, Alfred, tumefika mahali ambapo ujasiri sio chaguo, bali ni hitaji. Inabidi nikamtoe baba yangu shimoni. Alfred alimtazama kwa uso wa mshangao na huruma. Akamuuliza, mkuu, na uhakika unataka kufanya haya? Victor alijibu kwa macho makali kwamba sina namna nyingine. Lazima nimuokoe baba yangu kutoka kwenye hili janga. Nitasafisha jina lake na hakuna kibaya kitakachomkuta babangu. Sawa, sasa utawezaje kuingia ndani kwa Eliana? Yule ni binti wa rais. Ulinzi wake ni mkubwa. Alfred, Eliana yule ni mke wangu. Kwa nitaingia kama mume wake na kisha nikiwa ndani nitajua nini cha kufanya mpaka nifike kwenye iko chumba cha siri. Victor alitoa simu yake ya mkononi, akapiga hospitalini kuuliza kama Eliana bado yuko hospitalini au la. Lakini mara baada ya kuambiwa kwamba Eliana tayari ameruhusiwa kutoka hospitalini, hii ilimpa nguvu zaidi, kwani alijua atajifanya ameenda kumwona ili kumjulia hali. Msikilizaji, usiku wa saa 2 kamili za usiku, wakati Victor alipowasili kwenye jengo kuu la jumba la kifahari la Eliana, jumba lililojengwa kwenye mitaa ya hadhi ya South Yara, eneo lenye usalama wa hali ya juu na mandhari kuvutia, gari lake lenye rangi nyeusi aina ya Rolls Royce iliingia taratibu mpaka kwenye lango kuu. Lakini kabla halijafika mbali, walinzi wawili waliovalia suti ya kijivu walisogea haraka na kisha walisimama mbele ya gari. Victor alishusha kioo, akawatupia macho ya moja kwa moja. Akasema, nataka kumwona Eliana. Sauti yake ilikuwa ni upole Victor, lakini ni amri. Mmoja wa walinzi alichukua simu kupiga kwa haraka. Ilikuwa ni ya mawasiliano moja kwa moja na Eliana. Wakati huo Eliana alikuwa ameketi kwenye kibaraza cha mviringo akisoma jarada zito la kampuni yake ya Veritas Unique. Mionzi ya taa za kijani hafifu iliangaza uso wake uliokuwa umejawa na huzuni, uchovu na fikra nzito kuhusu mashindano ya farasi yaliyokaribia. Simu ya ulinzi ilipopigwa, alichukua bila hata kuonyesha hisia. Akasema, nani? Aliuliza bila hata kuondoa macho kwenye jarada lake. Mlinzi akasema, ni Victor. Anasema anataka kukuona. Alinyamaza kwa sekunde chache, moyo wake ukipata mshtuko usioonekana, lakini uso wake ulibaki kuwa na ukimya wa kifalme, na kisha akasema kwa sauti ya kawaida, mwambie ingia. Victor aliposikia lango linafunguliwa, moyo wake ulitulia taratibu
na alipoingia ndani ya ua wa jumba hilo alijikuta akiangalia juu, na hapo juu kwenye kibaraza aliweza kumwona Eliana amesimama kwenye taa hafifu za chumbani akiwa amevalia robe ya hariri ya rangi ya dhahabu, nywele zake zikiwa zimetiririka begani kama maji ya mto. Kwa sekunde kadhaa macho yao yaligongana, macho mawili yenye historia ndefu kuliko maneno yoyote. Eliana alimtazama kwa ukimya na kisha karudi ndani kana kwamba hakuwa na haraka ya kukutana naye Victor. Victor alifungua mlango wa mbele, akaingizwa na mmoja wa walinzi ndani ya sebule yenye viti vya velvet vya blue bahari na urembo wa taa za kioo cha crystal. Eliana alikuwa tayari amekaa kwenye sofa lake la kifahari akinywa glasi ya divai nyekundu. Alimtazama Victor kwa kebehi na kisha akamwambia, karibu. Au umepotea njia ukajikuta upo kwenye nyumba za watu usiku huu? Victor alicheka kidogo kwa upole na kisha akasogea karibu huku akisema, nimekuja kumwona mke wangu. Au nikosa kufanya hivyo? Eliana alishusha glasi yake polepole, akamtazama kwa macho yaliyochanganyikana na kejeli na mashaka. Mke wako? Kwa hivyo ndivyo tunavyoitana sasa hivi eti? Hata baada ya kunigeuza mimi adui wa maisha yako, sasa leo tena unaniletea haya matamshi ya sinema za mapenzi nyumbani kwangu? Eliana, sijaja hapa kukuharibia usiku wako malkia wangu. Lengo langu mimi nataka tu kuweza kujua hali yako. Kama unavyoniona niko fit. Okay, sawa, ni jambo zuri pia. Unaweza kaenda sasa. Kwa hiyo unanifukuza? Umekuja kunijulia hali? Mimi mzima, sasa unaendelea hapa kufanya nini? Eliana, mimi sikukufukuza nyumbani kwangu. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba unataka kulala hapa, si ndio? Nitafurahi sana kama nitapata hiyo nafasi, hasa baada ya kipindi chote hiki cha mimi na wewe kuweza kutokuelewana. Kwa hiyo yule mwanamke wako Eliora atalala na nani? Ina maana kwamba una wivu na Eliora? Eliora mimi sio mpenzi wangu. Mimi naye ni kama vile kaka na dada tu. Victor, hivi unadhani kwamba mimi sijasoma ama? Sikia nikwambie, hakuna urafiki wa mwanamke na mwanaume kwetu upo. Siwezi kukuamini. Alafu kwanza hilo mimi halinihusu. Kama haikuhusu mbona unamuulizia sana? Victor, sema shida yako. Kama umemaliza shida yako na kuomba uondoke. Victor aliketi kitako mbele ya Eliana, alinama kwa utulivu huku akisema kwa sauti laini, Eliana, nimeshindwa kulala siku kadhaa. Nimegundua kwamba nimekuwa nikikimbilia mengi, lakini roho yangu bado iko mahali pamoja, kwako na si kwa mtu mwingine. Wewe umevuta bangi leo ama? Kama ni kupata nafasi ya wewe uwe mke wangu, sio tu kuvuta bangi, bali naweza nikaitafuna kama chakula. Hapo Eliana alibaki akimwangalia kwa mshangao Victor. Hakutegemea haya, hakutegemea maneno hayo kwa wakati kama huu. Victor, hujai kusema maneno haya hata siku moja tulipokuwa pamoja Tanzania? Sasa hivi ni ghafla tu baada ya mashindano ya farasi na Eliora kurudi, unakuja kusema kwamba eti bado unanipenda? Watu wanaelewana wanapopotezana. Na ndio maana nimekuja. Sikutaka haya maneno yaje kutoka kwa mwanaume mwingine, bali kwangu. Hapo Eliana alijigeuza kwenye sofa, alionekana kama vile amechanganyikiwa, akasema kwa sauti ya chini lakini yenye dhiaka, Victor, kuna nini nyuma ya pazia kinachoendelea? Una mpango gani dhidi yangu? Labda nikuulize hivyo. Ina maana kwamba mpaka niumie ndio unajua kuwa una mke, si ndio maana yake? Victor alitulia sekunde chache, akiguna kwa ndani. Moyoni alikuwa na dhamira nyingine, mpango wa kupata nyaraka za siri alizoambiwa kwamba zimehifadhiwa ndani jumba hilo, lakini alijua hangeweza kufanikisha hilo bila kwanza kupata moyo wa Eliana kwa njia ya busara. Kwa utulivu alimtazama Eliana na kisha akasema, hapana Eliana, leo nimekuja kama mwanadamu aliyevunjika, si mpinzani wako. Nimekuja kama Victor ambaye alikosa mkewe na sasa natamani angalau dakika chache kuketi naye, anyamaze naye hata kama ni katika ukimya. Hapo Eliana aligeuka akamtazama tena,
Safari hii macho yake yaligeuka na kuwa ya mng'ao wa hisia. Alikuwa bado na maswali, lakini pia alikuwa bado na moyo alowahi kumpatia Victor, ambao hata leo bado ulikuwa hujapona kabisa. Okay. Sawa, kama unataka kulala hapa mna shida, utalala hapa kwa sababu mimi sina roho ya kwa nini. Na kama unavyoona jumba langu ni la kifahari, lina kila kitu ndani. Aliongea Eliana na kisha alimuita house girl mmoja na kumwambia aandae chumba cha kulala Victor. Huo ulikuwa ni ushindi mkubwa sana kwa Victor, kwani alitambua ataweza kutumia nafasi hiyo kupata kilichompeleka ndani ya jumba hilo. Hakukuwa tena na maongezi baina yao. Kila mmoja alikuwa akimtazama mwenzie kwa macho ya kuibia. Ilipofika saa 4 za usiku kwa saa za Australia, Eliana alimtazama Victor na kisha akamwambia, mimi naenda kulala, chumba chako kipo tayari, ukihitaji kulala unaweza kaelekea huko. Kwa hiyo hatuwezi kulala chumba kimoja. He. No, wewe kabla hata hujalala ulale na mimi kwa misingi ipi Victor? Sisi bado ni wanandoa. Ndoa gani? Who are you? Mimi najua ndoa yangu ilishaharibika. Na usione nimekaa kimya. Sizungumzii masuala ya talaka sasa hivi, ni kwa sababu tu bado sijapata mpenzi. Nikipata mwanaume atakayetambua thamani yangu, hiyo talaka utatoa tu, yani utake usitake Victor. Aliongea Eliana huku akiwa amejinyanyua kwenda chumbani kwake. Kwa kuwa mguu wake uliteguka, bado ulikuwa haujakaa sawa sawa. Alitaka kumuita msaidizi wake Grace aje kumshika ili aweze kupata balance ya kutembea vizuri. Lakini kabla Grace hajaja, tayari Victor alikuwa ameshamshika. Victor, hebu niache. Eliana, haijalishi nini kimetokea baina yetu. Sisi sio maadui. Kumbuka tuna mtoto ujue. Kwa leo ndo nakumbuka hayo kwamba kuna mtoto. Basi sawa, tusiendelee kuongelea hilo. Sitaki kukukwaza. Twende chumbani kwako. Naam. Ingawa mdomo wake ulipinga, lakini moyo wake ulijikuta ukifarijika sana kwa kile ambacho Victor alikuwa anakifanya kwake. Taratibu alitembea mpaka chumbani. Ndani ya chumba hicho kikubwa kulikuwa kuna mapazia laini za hariri, kitanda cha kifalme na taa za miali miekundu ya kimahaba. Baada ya kumuingiza chumbani, Victor alikaa kwenye sofa upande wa pili wa kitanda huku akimwangalia Eliana kwa jicho la upole na shauku isiyofichika. Eliana alikuwa amelala pembeni, macho yake yamefifia kwa uchovu na mguu wake uliokuwa bado unauma. Alikuwa kavaa gauni refu laini lililombeba kama ndoto. Victor alijisogeza taratibu, sauti yake ikiwa ni ya chini yenye upole uliozoeleka. Kwa sauti utulivu Victor alisema, Eliana, najua najifanya jasiri, najifanya mwepesi wa kupigana vita, lakini mbele zako najua na mimi dhaifu. Sitaki kuzunguka. Wewe ni hazina milele maishani mwangu. Sijui nafasi yangu kwako imebaki kwa asilimia ngapi, lakini kama ukiniuliza natamani ziwe asilimia ngapi, basi nitakwambia ziwe asilimia 100. Hapo Eliana aligeuka taratibu, macho yake yakakutana na ya Victor. Palikuwa pana ukimya mdogo hivi. Ukimya ulioachwa na maneno 1000 ambayo hayakusemwa. Eliana kwa sauti ya upole lakini yenye mzigo wa kihisia alimtazama Victor na kisha akasema, Victor, umenifanya nijihisi mimi sio kitu kwako. Umeninyang'anya heshima yangu, amani yangu, hata majibu ya nafasi yangu. Alafu sasa hivi upo mbele yangu kwa maneno matamu hivi. Unadhani kwamba nitasahau kirahisi yote uliweza kunifanyia Victor? Najua nimeharibu mengi. Lakini leo Eliana, leo nimekuja sio kwa kiburi, sio kwa mbwembwe. Nimekuja kama mwanaume anayehitaji msamaha. Nimekuja kama mume anayehitaji moyo wa mkewe. Hapo Eliana alinyamaza. Aliangalia saa ukutani alafu akageuza shingo polepole akamkazia macho. Kulikuwa kuna chozi moja linamshuka kwenye shavu lake la kulia. Victor aliinuka, akamsogelea Eliana, alipiga goti moja mbele ya kitanda, mkono wake ukimshika taratibu kwenye kiganja na kisha akamwambia, Eliana, unaweza ukanichukia, unaweza ukanilaumu, lakini tafadhali usiache kunipenda. Usisahau ya kuwa moyo wangu bado unajua kunong'ona jina lako usiku mzima. Naam, Eliana hakujibu. Badala yake alinyanyua mkono wake kwa taratibu, akaupaka kwenye uso wa Victor. Palikuwa pana ukimya mwingi uliovuma na kisha akasema kwa sauti ya kunong'ona, upendo sio kwa wanyonge tu Victor. Unataka moyo wangu urudi mikononi mwako? Nionyeshe kama bado unahitaji hilo.
Victor alisimama, alimpapasa taratibu nywele zake zilizokuwa zimemwagika kwenye mito ya hariri. Hakumwambia neno, badala yake alimbusu paji la uso kwa upole. Eliana alishusha pumzi ndefu na kisha alimvuta taratibu hadi akawa karibu naye kitandani. Walikaa kwa ukaribu, nyuso zao zikitazamana. Palikuwa pana maneno ya mapenzi yakitoka kama mvua nyepesi ya April. Eliana, naweza kupoteza kila kitu, mali, heshima, hata jina langu, lakini siwezi kuvumilia kukupoteza wewe. Victor, na kama nikikupatia moyo wangu tena utafanya nini? Yaani utafanya nao nini? Nitautunza kama hazina ya mwisho duniani. Nitauweka kifuani mwangu juu ya moyo wangu mpaka siku ya mwisho wangu hapa duniani. Naam, katika hali hiyo ya upole, machozi ya Eliana libubujika taratibu. Alimkumbatia Victor kwa nguvu, sauti yake ikiwa ni ya kunongona lakini dhahiri kabisa kwamba Victor, usinionje tu, nipende tena. Kitu ukweli na uaminifu ndo silaha ya kudumisha ndoa. Victor alimbusu bega lake Eliana na kisha alimkumbatia kwa joto la moyo wake. Kitanda kikawa chombo cha kimya cha mapatano mapya. Usiku ukashuhudia hadithi ya upendo uliopitia dhoruba, ukaishi tena kupitia msamaha. Kila mmoja alionekana kuwa na hamu ya mwenzie, na hapo ndipo taratibu Victor alianza kuchezea mwili wa mkewe kiufundi kama walivyokuwa wakifanya kwa miaka yote. Naam, Victor alianza maeneo ya shingoni, ambapo hapo bwana, tukutane katika sehemu ya 29, mzigo mtamu kuitwa Sweet Love. Tukumbuke Victor ameamua kujirudisha mwa Eliana ni kwa sababu ana malengo yake, ana target zake. Kuna nyaraka ameambiwa azitafute, hizo ziko chumbani kwenye chumba cha Eliana, lakini kuna chumba tena cha siri ndani ya hiko chumba cha Eliana. Je, Victor atafanikiwa? Mambo yatakuwaje? Tukutane katika sehemu inayofuata. Mimi naitwa Uncle G, asante sana kwa timu yako, niseme bye bye.